Na ndio maana Yesu akasema katika neno lake, kila jaribu lina mlango wa kuingilia na kila jaribu lina mlango wa kutokea. Sema amina sana. Kwa hiyo wewe mwanadamu ndio una uwezo wa kuruhusu jaribu hili litoke au jaribu hili liendelee kukushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu kupitia wewe Yesu ndio anaweza akafanya maajabu yake. Kupitia wewe Yesu ndiye anaweza akaleta baraka zake. Kupitia wewe Yesu anaweza akaleta amani yake. Sema amina na utabariki. Lakini ukiruhusu majaribu yakakuatamia, unaizuia nguvu ya Mungu kufanya kazi kwenye maisha yako, kwa sababu hujairuhusu bado ifanye kazi kwenye maisha yako. Na ndio maana unaona watu wengi wanaomba lakini hawafanikiwi kwa wakati. Watu wengi wanaomba lakini hawasogei kwa wakati, kwa sababu hawaombi katika roho, wanaomba katika mwili. Wanaomba angali wakikumbuka mambo ya zamani, wanaomba angali wakiwa na uchungu, wanaomba angali wakiwa hawana tumaini. Yoyote mwenye uchungu maombi yake anakuwa hana tumaini. Yoyote mwenye mambo magumu aliyoyahifadhi maombi yake anakuwa hayana tumaini. Leo toa mambo magumu kwenye maisha yako, toa mambo magumu kwenye moyo wako, toa mambo magumu kwenye mawazo yako, ili uweze kuona tumaini la kweli. Sema amina na utabariki. Hebu sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu, niondolee mayote magumu yaliyokaa kwenye maisha yangu, kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema amina na utabariki. Kwa hiyo haya mambo magumu yanaweza kutuzuia na kutengenezea uchungu kwenye maisha. Itatakiwa upokee na kutawala hisia zako wakati ule wa maumivu au wakati ule wa changamoto. Jambo lolote linapotokea, nisikilize. Ni kweli linaweza kuumiza, linaweza kuleta hisia za ghadhabu kwako. Na ndio maana Mtume Paulo amesema muwe na hasira ila msitende dhambi. Tusipokee zile changamoto, ila tujitahidi kuzitawala ili zisilete na zisiendeshe na kutuumiza. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabariki. Anasema tusiwe na hasira mpaka jua likazama. Mwanadamu yoyote, changamoto duniani ni lazima, ila zile changamoto zinapokuja zisikutawale. Bwana Yesu atusaidie. Zisikae ndani ya moyo wako. Hakikisha wakati jua kabla halijazama, ziruhusu zipite, ili usije ukatenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake nini? Inatakiwa upokee na kutawala hisia zako. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Inaweza kawa ninaongea na mtu ambaye saa hii yuko hapa lakini ana uchungu wa miaka. Bwana Yesu asifiwe. Ana mambo magumu ya miaka ambayo yametawala kwenye moyo wake, na mpaka leo hajawahi kuona matokeo hata akiomba. Nisikilize. Kwa nini? Kwa sababu yamekutawala. Paulo anatuambia hizi changamoto zinapokuja, tusiziruhusu zikakaa kwenye mioyo yetu. Tusiziruhusu zikatawala mawazo yetu. Tusiziruhusu zikaendesha maisha yetu. Haijalishi ni hali ngumu yoyote kwenye maisha yako unayopitia. Ukisharuhusu vitu kama hivyo vikatawala, tayari umeruhusu vikumiliki. Utaomba lakini hutaomba katika ule uhalisia. Utaomba kulingana na yale maumivu ambayo yako nayo. Bwana Yesu asaidie sana. Sema amina na utabariki.
Na ndio maana Mtume Paulo amesema muwe na hasira ila msitende dhambi. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kweli, changamoto zitakuja, ni kweli magumu yanatakuja. Anasema yapokee haya magumu, zipokee hizi changamoto, lakini hizi changamoto siache ziende, usiziruhusu zikaweka makao kwako. Sema amina na tubarikiwe. Unaweza ukapata maumivu, unaweza ukapata huzuni, unaweza ukapata ghadhabu, hasira, lakini pokea ile hali ulionayo, alafu uitawale kwa namna ambavyo itakuwa bora zaidi. Hakikisha unachokipokea kisikutawale wewe, ndio ukitawale. Bwana Yesu asaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Una habari mbaya umeipokea, una mateso umeyapokea, una vita umepokea, kuna vitu umevisikia ambavyo haviko sahihi kwenye maisha yako. Ni kweli visikie, ni kweli vipokee, ni kweli vije, lakini visikutawale. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabariki. Usiruhusu vikadumu na wewe, usiruhusu vikakae na wewe. Bwana Yesu atusaidie. Ukiruhusu vitafunga na njia nyingine, vitazalisha na njia nyingine. Bwana Yesu atusaidie. Zitazalisha na vita nyingine, aidha ya kiafya au ya kutokufanikiwa kwa chochote utakachokifanya. Leo hii tulipo hapa, kuna watu wameumizwa na watu wa karibu yao katika maisha, na wakasema wameharibu maono yao, na wakasema wameharibu matokeo yao, na toka wametamka ndivyo hivyo walivyo mpaka leo. Hawajawahi kusogea na wanaishi na ule uchungu. Nisikilize, tumeambiwa tusikae na hivyo vitu. Bwana Yesu asaidie. Ukikaa na hicho kitu, ina maana umemfanya Mungu hawezi kupa kingine cha tofauti na hicho ambacho kimeondoka kwako. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabarikiwa.